Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tunaingia moja kwa moja na kwenda kuvunja movie moja ya kibabe sana inaitwa Sarafina. Na asilimia kubwa sisi ambao tulizaliwa miaka 90 tulikuwa na hii filamu. Umeona mpaka hapo, ni kipindi ambacho tulikuwa tukiangalia hii filamu, tulikuwa tukitoka na machozi. Umeona mpaka pia tulikuwa hatujui kabisa yani historia gani iko nyuma ya hii filamu. Umeona mpaka hapo, ila kadri tulivyokuwa tunazidi kukua tutambua kitu kimoja kwamba ile siku ambayo tunasherehekea ya siku ya mtoto wa Afrika tarehe 16 mwezi wa 6 kila mwaka tangu mnamo mwaka 1991 ni sherehe ambayo sasa imebezi, umeona, katika historia au matukio ambayo tumeyaona katika hii movie. Umeona mpaka hapo, yani mnamo mwaka 1976 kipindi ambacho Afrika Kusini ilikuwa chini ya utawala wa wazungu. Umeona, kutokea maandamano makubwa sana ya watoto weusi, wanafunzi hawa ambao waliandamana sasa, umeona, kwa ajili ya kupinga matumizi ya lugha fulani vya kimashinzini inaitwa Afrikaans kama njia sasa au kama lugha ambayo inatumika kufundishia watoto katika shule za watu weusi. Na vile vile pia madogo waliandamana kwa ajili ya kudimandi elimu bora katika shule zao za watu weusi, especially katika jimbo hili linaloitwa Soweto. Kumbuka sasa, katika kipindi cha ubaguzi wa rangi, wazungu wao walikuwa kipendelea sana shule zao pamoja na taasisi zao, na kutokana na hizo sasa, umeona, madogo wa Soweto taratibu sasa wakaanza kuchoma moto shule fulani, na hadi kufika tarehe 16 mwezi wa 6 mnamo mwaka 1976 kutokea maandamano makubwa sana ya wanafunzi, ila kwa bahati mbaya sasa kuna baadhi ya wanafunzi walipigwa risasi na kufariki dunia. Umeona mpaka hapo, na kutokana na hilo sasa, umeona, hii siku tarehe 16 mwezi wa 6 ikawa ni siku fulani vya kuwakumbuka wa madogo, umeona, ambao waliandamana kujitoa mwanga sasa kwa ajili ya kudemand elimu bora, umeona, pamoja na maisha bora kwa ajili ya watoto wa Afrika. Na kutokana na hilo siku sasa ikawa ni siku special kabisa ya kusherehekea siku ya mtoto wa Afrika. Umeona mpaka hapo, na mnamo mwaka sasa 1992 kuna baadhi ya watu sasa wakaamua kutengeneza filamu hii, umeona, ya Sarafina, umeona, kwa ajili ya kuenzi hawa madogo. Na vile vile pia sasa wakaamua hii filamu, umeona, iwe musical, yani filamu fulani hivi ambaye matukio yalikuwa ni mabaya, umeona, ila ingawa ilikuwa ni mabaya, sasa tutengeneze muziki fulani hivi, umeona, ili kuenzi hawa madogo. Kwa washikaji ambao wanafuatilia movie tunafahamu vizuri kabisa yani kuhusu filamu hizi ambazo tunaziita musical. Kwa hiyo Sarafina ilikuwa ni aina fulani ya filamu ambayo tunaita musical. Ingawa Sarafina sasa ilikuwa imebezi katika true story, umeona, ambayo ilitokea mnamo mwaka 1976, ile vile vile pia ilikuwa na elementi fulani hivi za fiction, kwa sababu Sarafina ilikuwa ni fiction character. Umeona mpaka hapo, kwa movie nzima sasa imebezi katika story ya huyu mdada anaitwa Sarafina katika harakati zake sasa, umeona, za kuorganize pamoja na rafiki zake ya maandamano ya mnamo mwaka 1976. Na je, movie yetu Sarafina ili usunini hasa? Na kama wewe ni mara ya kwanza kabisa katika ulimwengu wa banda umiza, usisite kusubscribe. Na sini ya kwanza inatupeleka moja kwa moja pande za Soweto, na tunakutana na wanafunzi hawa wakichoma shule mbalimbali. Na kumbuka sasa, kwa washikaji ambao wanafikiria vizuri historia ya South Africa, ni kwamba sasa hii situation ya kuchoma madarasa pamoja na shule mbalimbali ilianza mnamo mwaka 1976 hadi mnamo mwaka sasa 1989. Ila kwa bahati nzuri sasa ilipofika mnamo mwaka 1991 Nelson Mandela aliachiliwa huru baada ya kufungwa ndani ya jela kwa takribani miaka 27. Na baadaye ndo tunakutana na star wetu katika movie yetu ya Sarafina, anaitwa Sarafina. Na Sarafina alikuwa ni kijana mmoja mdogo sana mtanashati, na vile vile pia alikuwa akiamini sana ujio wa uwepo wa ujamaa wetu anaitwa Mandela. Yani in short, alikuwa akiamini kitu moja kwamba Mandela sasa alikuwa ni symbol ya matumaini katika taifa hili la South Africa. Na vile vile pia Sarafina ni mtu mmoja ambaye alikuwa akiamini kwamba siku moja yeye kama yeye atakuja kuwa star katika taifa lao hili la South Africa. Na vile vile pia sasa katika shule yao hii alikuwa ni mmoja wa watu ambao wanaparticipate katika klabu mbalimbali. Na vile vile pia hapa tulifanikiwa kupata nyimbo ya kwanza kabisa katika movie ya Sarafina, na hii nyimbo alikuwa kimsifia Sarafina kama star fulani hivi, umeona, au mwigizaji kutoka pande za Hollywood. Na baadaye kabisa tulifanikiwa kuona nguvu ya dola ya utawala kabisa ndani ya South Africa. Kumbuka ni kipindi ambacho sasa wazungu sasa walikuwa kitawala taifa lote hili la South Africa, kuanzia jeshi mpaka taasisi kubwa kabisa za kiuchumi.
Na baadaye kabisa ndo tunakutana na karakta moja muhimu kabisa katika ulimwengu wa movie ya Sarafina, anaitwa Sabela. Umeona mpaka hapa, na Sabela umchizi yani alikuwa ni polisi fulani, na vile vile pia yani alikuwa akifanya kazi kama kibaraka wa serikali ya makaburu ya South Africa. Umeona mpaka hapa, na vile vile huyu jamaa Sabela jina lake halisi kabisa ni Mbongeni Ngema, na ndo mastermind sawa filamu yote hii ya Sarafina. Na vile vile pia kwa washikaji ambao wanapenda kufuatilia maisha halisi kabisa ya mastani, kwamba sasa huyu Mbongeni Ngema ndio alikuwa mme sasa wa huyu mdada anaitwa Sarafina ambaye jina lake halisi kabisa ni Lelet Kumalo. Na baadaye kabisa ndo tunaingia moja kwa moja katika shule yetu, na tunakutana na mkuu wa shule sasa wa hii shule akitoa usia wa wanafunzi wake kwamba yani kusoma madarasa sio solution ya matatizo yenu, na vile vile pia elimu sasa ndo msingi au ukombozi katika maisha yenu. Na baadaye kabisa ndo tunakutana na karakta moja muhimu kabisa katika movie ya Sarafina inayoitwa Meli Masembuko. Na mwalimu Meli sasa alikuwa ni mwalimu wa historia, na vile vile pia alikuwa ni mwalimu wa muziki, na tukiachana na muziki pamoja na historia, huyu mwalimu alikuwa ni mwanaharakati. Umeona mpaka hapo? Na hapa sasa kwa washikaji ambao wanaamini katika mambo ya Pan-Africanism, na vile vile pia wanajua historia ya watu weusi au historia ya sehemu mbalimbali duniani, umeona asilimia kubwa ya wadai uhuru kubwa kabisa walipitia katika ngazi ya ualimu. Mfano mzuri kabisa ni kwetu hapa Tanzania kupitia sasa kwa hayati Julius Kambarage Nyerere. Na hapa pia tunafanikiwa kupata nyimbo ya pili katika movie yetu, inayo nyimbo ilikuwa kiitwa Lord's Prayer. Na vile vile pia mwalimu Masembuko alikuwa na fikra fulani za Pan-Africanisti. Umeona mpaka hapo, yani alikuwa anawaambia wadogo hawajiamini katika maisha yao, na vile vile pia alikuwa akiwaaminisha kwamba ujio wa Mandela maybe unaweza kusaidia katika uhuru wao, ila sio ujio sasa wa miungu wa kigeni kama Yesu Kristo. Jesus comes back. Mandela comes back. Mandela comes home from prison. I like that. I like it. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba sasa mwalimu Masembuko alikuwa akifundisha wa madogo kupitia syllabus ambayo ilikuwa hairuhusiwi na serikali ya makaburu nchini South Africa, na kwa bahati mbaya tunaona hapa jeshi pamoja na serikali ya South Africa inaamua kumkamata, na baadaye kabisa ikafahamika kwamba sasa mwalimu Meli Masembuko alijiua, umeona, ndani ya gereza. Ila kwa bahati mbaya ni kwamba kwa washikaji ambao wanafuatilia historia, asilimia kubwa kabisa ya wanaharakati huwa wanauawa wakiwa ndani ya jela. Rest in peace kwa mwalimu sasa huyu Pan-Africanist aka Meli Masembuko. Na baadaye kabisa ndo tunafanikiwa kukutana sasa na mama yake Sarafina. Na mama yake Sarafina alikuwa ni mfanyakazi wa ndani katika familia ya wazungu, na hiki kitu sasa kilikuwa kimuumiza sana Sarafina. Yani inakuaje sasa, umeona, mama yake huyu alikuwa akiwanyenyekea wazungu na kuwafanyia kazi, wakati wazungu hawa sasa walikuwa akiwatesa watu weusi. Umeona mpaka hapo? Kwa hapa tunapata picha katika utawala aina yoyote ile, umeona, ni kuna watu ambao wanaamua sasa, umeona, kufunga, umeona, macho yao pamoja na kinywa chao ili waweze kusurvive yani. Ila kuna watu wengine sasa ni wanashindwa kuelewa inakuaje sasa mtu anafunga macho yake, umeona, na kuwanyenyekea watawala. Kwa hiyo issue ni issue moja ambayo iko very complex, kwa sababu sometimes inabidi unyenyekee yani ili upate kusurvive yani. Kwa game liko hivyo yani. Na vile vile pia hela ambayo alikuwa akipata mama yake na Sarafina ni hela ambayo sasa iko kimsaidia Sarafina, na vile vile pia ilikuwa kimsaidia mjomba wake na Sarafina, ambaye kumbuka sasa kama tulivyoona katika sini za mwanzo kabisa alikuwa ni mlevi yani, na vile vile pia yani alikuwa na watoto kibao yani. Umeona mpaka hapo? Na nafasi ya Angelina mama yake na Sarafina ilikuwa kichezwa na mwanamuziki mmoja maarufu sana ambaye kwa sasa ni marehemu, aliyekuwa akiitwa Miriam Makeba, ambaye tumemsikia vizuri kabisa katika nyimbo mbalimbali ambazo aliziimba sasa kwa lugha ya Kiswahili kama Malaika na nyingine inayoitwa Hapo Zamani. Hapo zamani mama sikuwaidi. Mama. Na baadaye kabisa tutambua kitu kimoja kwamba okay, baba yake na Sarafina kwa bahati mbaya alifariki pande za Msumbiji, kipindi ambacho sasa alikuwa chini ya kundi la ANC. Kumbuka kwa washikaji ambao wanafuata vizuri historia ni kwamba ANC walikuwa na kambi fulani za kijeshi pande za Msumbiji pamoja na Tanzania.
Na vile pia katika filamu yetu tutambua kitu kimoja kwamba kulikuwa kuna uhusiano mmoja mzuri sana kati ya mwalimu Meli Masumbuko sasa na Sarafina, kiasi kwamba Sarafina alifahamu kabisa kwamba Meli Masumbuko alikuwa na silaha nyumbani kwake, na baada ya kukamatwa sasa kwa mwalimu Meli Masumbuko ikabidi Sarafina aende kuichukua ile silaha na kuamua kuificha. Umeona mpaka hapo. Na kwa upande mwingine tunaona wanaharakati wengi sana walikamatwa, kiasi kwamba sasa katika shule yao ya kina Sarafina ikabidi aje mwalimu mwingine kuwafundisha somo la historia, na ile somo kumbuka lilikuwa chini sasa ya mwalimu wao Meli Masumbuko. Ila kitu kimoja kilitokea ni kwamba sasa huyu mwalimu kuna bonge moja na mistake alifanya, na alifundisha historia jinsi gani Napoleon, umeona, ambaye alikuwa ni kiongozi wa Faransa, alipovamia taifa la Urusi. Na hapa sasa kuna situation nyingi sana ambazo zilikuwa zimetokea kwa washikaji kama sisi ambao tunaamini katika mambo ya Pan-Africanism. Issue ya kwanza kabisa ni kwamba sasa hii syllabus ilikuwa ni syllabus mpya kabisa ambayo wakoloni ya wazungu wa South Africa walikuwa wameintroduce, yani umeona mpaka hapo. Na vile pia hii syllabus umeona ilikuwa inapenda sasa umeona kuwatangaza wale mashujaa wazungu kutoka Ulaya kuwa ni watu fulani ambao walikuwa ni great people, yani umeona mpaka hapo. Kwa mfano sasa mwalimu alikuwa akifundisha kwamba Napoleon umeona alikuwa ni great leader, yani kiongozi mmoja shupavu sana. Sasa kiasi kwamba sawa madogo sasa kuna yani mwalimu anatuzingua, ni badala ya kutufundisha sasa umeona viongozi wetu wa Afrika kama Mandela na viongozi mbalimbali wapigania uhuru, anafundisha sasa viongozi ambao kama sisi yani wa Afrika ni yani hawana interest yetu. Umeona mpaka hapo. Na vile pia sasa umeona alifundisha kama Napoleon sasa alifanikiwa kuvamia taifa la Urusi. Warusi kama Warusi walifanikiwa kumpiga Napoleon pamoja na jeshi lake kwa kuchoma moto nyumba zao. Na hapa sasa mwalimu aliwaita Warusi kama makuadi baada ya kuchoma nyumba zao. Ila kiuhalisia ni kwamba sasa hii vita itake place kipindi cha winter, ni kipindi ambacho kulikuwa na baridi kali. Umeona mpaka kwa hiyo sasa baada ya Faransa kuingia katika maeneo ya Urusi, Warusi waliamua kuchoma nyumba zao, kiasi kwamba sasa wanajeshi hao baada ya kuingia kule sasa walishindwa kuishi katika hizo nyumba, na kwa bahati mbaya baridi sasa liliwaua asilimia kubwa kabisa ya jeshi la Ufaransa, na jeshi la Ufaransa likashindwa kabisa sasa kupambana na jeshi la Urusi. Na kutokana na hilo sasa wanafunzi hawa umeona wakafikiria fast kana umeona the people, yani watu wa Urusi, sio jeshi la Urusi, ndilo ambalo lilifanikiwa sasa kupambana na majeshi ya uvamizi ya Ufaransa. Umeona mpaka hapo. Na hapa ni kwamba sasa kumbuka wa madogo walikuwa wakifundishwa historia chini ya Meli Masumbuko kwa njia fulani vya kufikirika, yani kufikiria, yani unasoma kitu na kufikiria yani jinsi gani historia itasaidia maisha yako wewe. Kwa hiyo hapa sasa interpretation yao ilikuwa ni kwamba sasa njia pekee ya kuweza kusurvive katika unyonyaji aina yoyote ule ni kuchoma kila kitu, yani ban. Umeona mpaka hapo. Na kuamini kitu kimoja kwamba njia pekee ya kupata uhuru ni kupitia nguvu ya umma, aka watu, aka people. Ila kwa bahati mbaya sasa katika hizo mishemishe zao watoto wengi sana waliuawa na kufariki dunia, na vile pia tukamuona mchizi wetu Crocodile hapa muona alipigwa risasi na kufariki dunia. Na kwa washikaji ambao wanafuata vizuri kabisa hii movie ya Sarafina ni kwamba Crocodile alikuwa ni mchizi mmoja ambaye alikuwa akimfukuzia sana Sarafina, yani rest in peace Crocodile. Na baadaye kabisa sasa umeona katika mazishi ya vijana waliofariki dunia hapa tulifanikiwa kupata bonge moja la speech la kihistoria kupitia kwa marehemu huyu Desmond Tutu. Rest in peace Desmond Tutu. Na vile pia sasa hapa tulifanikiwa kupata bonge moja la jimbo maarufu kabisa katika ulimwengu wa movie za Sarafina, jimbo inayoitwa Freedom is Coming Tomorrow. Na baada ya mazishi maandamano yalikuwa mengi sana pande za Soweto. Kuna baadhi watu walifariki dunia na vile pia ni magari yalichomwa moto. Na baadaye kabisa umeona waligundua kitu kimoja kwamba mchizi wao huyu mwanafunzi mwenzao anaitwa Gita ni mchizi ambaye alikuwa akichukua asili kutoka darasani na kupeleka moja kwa moja kwa makaburu, na ndiye yeye sasa ambaye alisababisha kukamatwa kwa mwalimu wao huyu Meli Masumbuko. Na baada hapo walimkamata Gita na kumpa kichapo, ila Gita akasema kitu kimoja kwamba ni kweli ni yeye ambaye alikuwa akitoa asili za darasani,
ya kiholisia ni kwamba makaburu walikuwa kitishia maisha ya baba yake mzazi, na kaburu mkubwa kabisa ambaye alikuwa akihusika umeona na kumnyanyasa yeye pamoja na baba yake ako mwingine alikuwa ni Sabela umeona mpaka hapo. Na kutokana na hilo sasa umeona madogo wa wanafunzi pamoja na washikaji wa Soweto wakaenda moja kwa moja katika nyumba ya Sabela, wakamkamata, wakampa kichapo na kumpiga moto. Na baada ya kifo cha Sabela sasa makaburu yalienda moja kwa moja pande za Soweto na kuwakusanya madogo na kuwatia moja kwa moja ndani ya jela, na kwa bahati mbaya sasa umeona walipigwa vibaya sana, mateso ya ajabu, na baadhi walifariki dunia umeona mpaka mnatuliona hapa Sarafina. Kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba sasa alikuwa akiteswa kwa kutumia kiti cha umeme hichi, ila kwa bahati nzuri baadaye kabisa sasa wakaamua kumwachia uhuru. Ila vile vile pia sasa Sarafina kipindi ambacho yuko ndani ya jela gundua kitu kimoja kwamba okay, Mary Masembuko sasa alifariki dunia, na bila shaka sasa alikuwa ameuawa na haya makaburu, na ni kitu fulani ambacho kilimuumiza sana sana Sarafina, kwa sababu ndoto zake kubwa kabisa, ingawa alikuwa na mpango wa kuwa mtu maarufu, ila vile vile pia alikuwa na mpango sawa kuwa kama mwalimu Mary Masembuko. Na baada ya Sarafina kuachiliwa kutoka jela, mtazamo kidogo yani kuhusu jinsi gani ya kudai uhuru ulibadilika yani. Umeona mpaka hapo, na ile kitu kimoja ni kwamba sasa umeona roho yake ilikuwa nyeusi kiasi kwamba yeye pamoja na rafiki zake walienda na kumuua polisi anaitwa Sabela, na kama ni kitu kimoja kwamba kwa sababu walimuua Sabela basi hawana utofauti mkubwa sana na haya makaburu nchini South Africa. Na vile vile kama ni kitu kimoja kwamba mama yake mzazi huyu alikuwa ni very strong woman kiasi kwamba sasa alikuwa na uwezo wa kusurvive umeona katika maisha ya matatizo dhidi ya makaburu. Na hapa Sarafina alimkubali sana mama yake, na kwa bahati nzuri tukapata jimbo moja la ukweli sana kati ya Sarafina pamoja na mama yake linaloitwa Thank You Mama. Na baadaye kabisa tunamwona Sarafina hapa anachukua bunduki ya Mary Masembuko hii na kuamua kuitupa moja kwa moja pande za vichakani. Umeona mpaka hapa sasa, hapa katika isini hapa kuna bonge moja la interpretation, especially kwa washikaji ambao wanapenda mambo ya fasihi andishi pamoja na fasihi simulizi. Yani ni dhima kabisa ya isini ambayo tunaona hapa, ambao Sarafina aliamua kuitupa hii bunduki. Je, struggle za uhuru duniani kote kule, je, lazima sasa tuanze na mtutu na tuingie mezani, au tuanze mezani tuende katika mtutu? Na haya ni maswali fulani ambayo yani ni bonge moja la debate yani katika mambo ya siasa. Kwa sitaki niingilie kati hapa, wewe kama wewe utatoa conclusion yako. Na vile vile pia katika isini tulipata speech muona ya mwalimu ambaye alifariki dunia au aliyeuawa, huyu mwalimu Mary Masembuko. Na nini sa mtazamo wake kuhusu struggle za uhuru za watu weusi nchini South Africa. Kwa in short ni kwamba ni katika speech yake na vile vile pia mlolongo wake mzima yani wa ufundishaji wake wa historia, kuna issue fulani ambayo iko very complex. Yani in short yani katika mambo ya kupambania uhuru yani kila mtu ana play part yake. Sometime inaweza kuwa violence, sometime inaweza kuwa peaceful yani. Umeona mpaka hapo. Kwa ni wewe kama wewe yani unafiti katika sekta gani katika mpambano sasa ya uhuru wa watu aina fulani? Na baadaye kabisa tunamwona Sarafina anaamua kwenda katika shule yao hii ambayo kwa bahati mbaya ilikuwa imefungwa baada ya baadhi ya madarasa kuchomwa moto. Na hapa pia tunapata speech fulani hivi kutoka kwa mwalimu Mary Masembuko, na speech sasa ilikuwa ni speech fulani kuhusu ndoto za mwalimu Mary Masembuko yani kuolewa, umeona mpaka hapo, kupata watoto, kuishi kwa amani, umeona kuna chuki, umeona kupendana, ile hizi ndoto wazozikuja bila kuwa na uhuru. Kwa uhuru sasa ndo key ya kila kitu. Na vile vile pia tunamwona mtu wetu Sarafina anafanikiwa kukutana na ujamaa anaitwa Gita, na hapa pia wana discuss yani umeona kuhusu concept ambayo alikuwa anataka kuifanya, ambayo Sarafina alikuwa na mpango wa kuigiza sasa umeona kama Nelson Mandela. Kumbuka Nelson Mandela ni kipindi ambacho alikuwa amefungwa jela mnamo mwaka 1976. Umeona mpaka hapo. Ile kwa bahati mbaya kwamba sasa umeona ule ukumbi wa concept nao pia ulikuwa umechomwa moto. Umeona mpaka hapo. Ile baadaye kabisa sasa tukafanikiwa kuona concept fulani hivi ambayo Sarafina aliimba nyimbo ya Freedom is Coming Tomorrow, na vile vile pia sasa aliigiza kama Nelson Mandela. Ila sasa hapa sasa kwa sisi watazamaji kuna interpretation za aina mbili. Shua kwanza kabisa sasa hii concept inaweza kuwa kabisa ilifanyika baada ya Sarafina kuifanya katika kijiji chao hichi. Umeona mpaka hapo, sababu tunaona hapa kuna
majengo fulani vya wakazi wa Soweto. Ile vile vile pia sasa hii concept inaweza kuwa ni dream au ndoto, umeona, ambao Sarafina alikuwa anatamani kuigiza kama Mandela, na vile vile pia alifanikiwa kuimba sasa wimbo wa Freedom is coming tomorrow. Sasa interpretation fulani ambayo naamini kabisa madirector wale mwa kuiacha kwa ajili ya watazamaji kufanya tafsiri zao binafsi. Kwa ujumla ni movie ilikuwa iko fresh, binafsi niliipenda, ni movie fulani ambayo kila mwaka napenda kuirudia yani. Na kama nilivyosema mwanzo kabisa kwamba hii movie ilikuwa ni fiction kuhusu story za Salmon na Sarafina, ila kiuhalisia ilikuwa imebezi katika true story ya Soweto Uprising, na vile vile pia sasa hii Soweto Uprising ndio ambayo ilisababisha sisi wa Afrika, watoto weusi, kupata siku yetu ya mtoto wa Afrika ambayo inasherekewa sasa kila tarehe 16 mwezi wa 6 kila mwaka. Na kama uje kucheki movie, jaribu kuicheki yani, na kwa review ambazo zinafuata ndani ya Ulimwengu wa Vibanda Umiza, stay tuned.